قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أعمى كانت له ولد. kutoka Abdullah ibn Abbas Allah mridhie na baba yake mzee Abbas, anna a'ma, hakika kipofu mmoja, kanat lahu walad, alikuwa na walad. Mnamjua walad? Walad ni mtumwa wa kike, mjakazi ambaye kazaa na bwana wake, yule mmiliki wake amezaa naye. Kama nafahamu kwamba inajuzu mtu kumwingilia mtumwa wake. Sasa akawa amemwingilia, akampa mimba, akajifungua, akawa ni walad. Sasa kanat lahu waladin tashtumu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa taqa'u fi. Huyu kipofu huyu alikuwa na mjakazi aliyezaa naye akimtukana mtume. Huyo mjakazi huyo aliyezaa naye alikuwa na tabia mbaya, anamtukana mtume na kumvunjia heshima, taqa'u fi, na msema mbaya. Fayanhaha, huyu bwana wake huyu akawa akimkataza, usayidi wake akawa akimkataza. Fala tantahi, hakataziki huyu bibi. Falamma kana dhata lailatin, pindi ilipokuwa usiku mmoja, akhadha al-mighwal, akachukua mighwal ni fimbo. Mighwal ni fimbo, zikawa kwa maana ya kisu pia. Mighwal ni aina katika silaha, sawa, silaha. Anasema asa fihi sinan daqiq, ni fimbo yenye ncha nyembamba, unaweza kumchoma nayo mtu, sawa. Na imeelezwa kalima hii al-mighwal kwa maana nyingine sio kwa hii. Almuhim ni silaha ambayo unaweza kuitumia hata kumuua mtu, sawa. Akachukua mighwal bwana, faja'alahu fi batniha, akamchoma tumboni, yani akaiweka tumboni kwake, akaiweka tumboni kwa yule mwanamke, ile mjakazi. Wataka alaiha, akamwegemea, akawa amemuua. Faqatalaha, akamuua. Fabalagha dhalika an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, likamfikia hilo mtume. Faqala, mtume akasema, ala ishhadu anna damaha hadarun, shuhudieni ya kuwa damu yake imeenda patupu. Hadarun, imeenda patupu. La qisasa wala dia, hakuna kisasi wala dia. Kwa hii ndiyo hukumu ya mtukana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na hajawahi kuachwa na mtukana mtume. Hata kama tusipompiga sisi, atapigwa tu. Unaelewa? Yule bwana yule aliyemfanyia ufedhuli mtume, akamvunjia heshima na kadha, alifia choni baada ya siku chache tu huko Ufaransa. Wazi? Hajawahi kusalimika alimtukana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wewe fanya mengine Sheikh, mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam hautosalimika. رواه أبو داود ورواته ثقات. قال رحمه الله تعالى huyu walad hakuwa muislamu kama alivyosema hapa Al-Bassam rahimahullah ta'ala, kwamba hakuwa ni muislamu, na ndiyo maana alipata ujasiri huo wa kumtukana mtume na kumvunjia heshima. Muislamu aweze kufanya hivyo, Muislamu aweze kufanya hivyo. Hadithi hizi tatu ambazo tumezisoma mwisho hapa, anasema al-Allama Al-Bassam rahimahullah, al-ahadithu thalatha, hadithi tatu hizi za mwisho, tadullu ala wujubi qatl al-murtad an din al-islam, zajulisha juu ya uwajibu wa kumuua aliyertadi kunako dini ya Kiislamu. Wa qatl al-murtad ijma'u ahli al-ilm, na kumuua aliyertadi ni kwa makubaliano ya wanachuoni wote. Wazi? Ay, kwa hiyo man yartaddu an dinihi yuqtal, mwenye kurtadi katika dini yake, huyo hukumu ya Allah na mtume wake ni kumuua. Wazi? Ayo. Tumombe Allah subhanahu wa ta'ala tuthibitishe katika dini yetu na tuthibitishe katika haki, sisi na wazazi wetu na vizazi vyetu,
na Waislamu wote kwa ujumla ila yaumi nalqah, mpaka siku tutakapokutana naye. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله تعالى katika darasa ijayo, wiki ijayo, tutaanza kitabu cha 10 katika Bulughul Maram, kitabul hudud. إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم.